Asante sana wapenzi watazamaji wa Dira la Mjadala TV. Karibuni katika Dira la Mjadala TV, ikiwa ni Sunday edition moja kwa moja kutoka katika kaunti hii ya Nairobi. Leo ikiwa tunakuletea live ibada ya Kamukunji region, ambayo ni ibada inaendeshwa na chief kasisi wa maeneo haya ya Kamukunji region. Kumbuka leo tuko karibu na City Stadium, tuko katikati mwa mji wa Nairobi, ambapo kama kawaida, kama desturi, tunakuletea kila matokeo hapa katika Dira la Mjadala TV. Kwenye Facebook page Dira la Mjadala TV, kwenye YouTube ni Dira la Mjadala TV. Meendelea kutufuatilia katika Dira la Mjadala TV. Leo ni mara yetu ya kwanza kabisa kuweza kuleta moja kwa moja hapa katika Kamukunji region, ikiwa ni maeneo hii ya town ya katikati mwa mji. Kumbuka tuko tu katika mkabala na ibada ama na uwanja wa wa City Stadium. Kwa hiyo kama unaendelea kutufuatilia, make sure kama unatufuatilia katika Dira la Mjadala TV kwenye Facebook page, Dira la Mjadala TV kwenye YouTube, Dira la Mjadala TV. Wacha tupate maoni mmoja mbili ili kabla ya kwanza ibada. Tutaanza na chief kasisi, maana ndio kiongozi, alafu tutaenda kwa wengine wawili, alafu ibada itaanza. Ujambo chief? Si jambo. Uko mzima? Niko mzima kabisa. Kwa mara ya kwanza kabisa tumeweza kuleta ibada hapa live kwenye Dira la Mjadala, na tunafurahia kuweza kuungana na nyinyi. Labda kwa maoni yako tu, ibada hii inasimamia ni ibada ya nini leo? Ibada hii ni ya kwanza kwa mwaka ya chief kasisi. Yes. Na mimi ni kinara wa Kamukunji region. Kwa hivyo niko na furaha kwa ajili ya siku ya leo. Ndio. Naona vijana, wa mama, wazee, ndio, wa mapastors wamejiandaa kwa ajili ya ibada ya leo. Na ibada hii ni ya uponyaji. Yes. Tunataka tumite Mungu ili ya kwamba katende miujiza, ndio wagonjwa wapone, wale ambao wanaohitaji mahitaji yao wapate kupokea kulingana na Bwana bila atakao yatendea. Leo unaonekana kwa watu wengi sana, ikizingatia kwamba pia page hii inafuatiliwa pia na askofu wetu mkuu wa dhehebu hili Chabuka, pamoja na watu wengi sana, na anatambua tayari uwepo wetu sisi hapa kama Dira la Mjadala TV. Je, wewe katika hii region umekaa muda upi tangia kuweza kuingia katika region hii? Kwanza ndani ya region hii askofu alinipa barua Disemba ikiisha, alafu nimeanza hii kazi January ndani ya hii ibada. Niko na miezi mitatu ndani ya ibada ya Kamukunji region, na ninaona Mungu anaendelea kutenda mema ndani ya region hii. Idadi ya wafuasi, washirika pamoja na assembly zinaendelea kuongezeka. Mungu wetu ni Mungu wa amani. Kwa hivyo asante kwa askofu mkuu wetu wa African Divine Judge Chabuka. Mungu wetu akubariki, Mungu akutende mema kwa kazi nzuri vile ulivyonituma ndani ya Kamukunji region. Sitakuaibisha, bali injili ya Bwana itaenda mbele. Ndio. Ni mara yako umekuwa katika idara hii ya chief kasisi mara ngapi? Ama muda upi tangia kuwa chief kasisi? Huu ni mwaka wa 5 ikiwa ndani ya huduma kama chief kasisi. Kwa upasta nimefanya miaka 27. Kwa hivyo Mungu wetu ni mwema. Kabla ya kuja hapa Kamukunji region, hii ndio ni ibada yako ya ngapi kama chief kasisi? Hii ni ibada ya 3 kama chief kasisi. Ndio. Nilikuwa Amani region, nilikuwa Ushindi region, sasa niko ndani ya Kamukunji region. Ndio. Wewe ni baadhi ya wale wachungaji ambao pia tunawafahamu kwa kazi ambazo mnazifanya vizuri. Labda kwa maoni yako tu, tukimalizia kabla ya ibada kwa kung'oa nanga, unaweza waambia aje labda wale washirika ambao wako maeneo haya, ama wale watu ambao wanatutazama kwa sasa kuhusiana na ibada hii? Mimi ningependa tu kusema ya kwamba niko ndani ya Kamukunji region. Kamukunji region iko na assembly 4 pale Mathare, na huku niko na assembly 3. Ningependa tu kusema ya kwamba karibuni ili mnisaidie kuendesha injili ya Bwana mbele. Wakeni wote tunawakaribisha ndani ya Kamukunji region kwa ajili ya kusongesha neno la Mungu mbele. Tukimalizia tu, mara ya mwisho ukiwaaga kabla ya kupatana tena baadaye kuzungumza na watu. Mara ya mwisho ningependa tu kusema ya kwamba wote ambao wamenisikiza, Mungu wa amani awabariki, Mungu awatende mema. Barikiwe hata kwa familia zenu na kazi za mikono zenu zipate kubarikiwa
Asanteni. Labda kwa majina wengine yako hujasema. Majina ni Reverend Benjamin Bakaya, Reverend wa Kamkunji Region. Asante sana. Wacha tupate Reverend mmoja alafu. Haya, kujeni sasa. Pastor alafu kabla tumalize. Pastor hujambo? Hujambo sana. Sikia tu. Uko mzima? Niko salama kabisa. Asante. Hii ni Dira la Mjadala TV live. Na ushawahi tuona hii Dira la Mjadala TV mama ni mara ya kwanza? Nafikiria kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu siku ya leo ni siku ya furaha na ni siku yangu ya kwanza kuwaona, na nafikiria kuna sababu kubwa ambayo imefanya mpaka niwaone kwa ajili ya siku ya leo tukiwa chini ya Kamkunji Region. Yes. Ibada hii ni mara wewe umekuwa katika idara hii ya upata muda upi sasa? Nafikiria sasa kwa idara hii ya uchungaji hii ni mwaka wangu wa 11. Tangu niweze kutawazwa kwa kiongozi nimefanya huduma kwa miaka 11. Zina challenge ipi tukizingatia kwamba uchungaji wengi wanasema ni rahisi, wengi ni ngumu. Wewe ni challenge gani ambayo unajua iko katika idara hizi za uchungaji? Challenge ziko nyingi katika idara hii ya uchungaji, isipokuwa unapoomba Mwenyezi Mungu kukupa kibali na maarifa, unapata kwamba kazi ni rahisi, ila tu ni kumwomba Mwenyezi Mungu akupe maarifa ya kulinda watu, maana kulinda watu sio kazi rahisi. Unalinda watu waliosoma kukuliko, lakini kwa sababu ya huduma ya Mungu na uko na kibali, ninaona ni kazi ambayo kijituma ni kazi rahisi tu, si kazi ngumu sana, but iko na challenge nyingi sana, kwa sababu wakati mwingine lazima wewe mchungaji uwe mtu wa kujituma na kujitoa, ndipo uweze kusimamisha huduma ndani ya Kristo. Tukimalizia, labda waalike watu kwenye kanisa yako. Nasema ni asante. Mimi mwenyewe kama mchungaji nashiriki katika Outreach Assembly ikiwa pale kama Maringo na tukiwa chini ya Kamkunji. Naambia wote ambao wananisikiza, karibu Outreach Assembly Kamkunji Region, tufanye kazi ya Bwana ili kazi hii iweze kusonga, kwa sababu tunafanya huduma ambayo inapeleka Wakristo na kupeleka Injili ili waweze kuona ufalme wa Mwenyezi Mungu baada ya hapa duniani. Asante sana. Asante. Na mzee, alafu ndio sasa tuendeleze kazi. Jambo mzee. Kwa salama. Hii inaitwa Dira la Mjadala TV na tuko live kabisa, watu wanakuona kule nyumbani. Labda una nini la kutuambia kwa siku ya leo? Kuonekana kwa hata hao vijana wenye wanaongea wanasema ibada iendelee, tukase mwendo tuone vile Mungu atafanya. Kwa majina ni Tomu. Naam, asante sana wapenzi watazamaji, wacha tupate kijana mmoja alafu pastor tukimaliza, alafu tuendelee na ibada yetu. Jambo. Uko salama bro? Niko salama, nashukuru Mwenyezi Mungu. Ibada hii kwenye vijana sasa, wewe kama kijana unaionaje? Ibada hii kwa sekta ya vijana nimesema ni ibada ambayo imeamka compare na ibada na ni ibada ambayo tunafanya juu chini kila wakati kuhakikisha tunaleta vijana pamoja. Asante. Kwa majina mimi naitwa Kiwede Tio, nilikuwa Karanyi pastor Kamkunji Assembly Region ambayo ndio station. Asante sana. Pastor hujambo? Hujambo, sikizungumzia kidogo kwa majina alafu waeleze pia unapatikana. Kwa majina ni Pastor Magius Kisuti. Kwa pipeline mimi mchungaji katika Nuru Assembly Kamkunji. Asante sana. Asante sana wapenzi watazamaji wa Dira la Mjadala TV. Mimi naitwa Mayule Regan, ukipenda niite Redox Regan, live hapa katika Dira la Mjadala TV, moja kwa moja kutoka maeneo za katikati mwa mji wa Nairobi. Moja kwa moja tunakuletea hii live mpaka mida za baadaye. Twende nalo.
bwana, sisi nimekataa badilisho yetu.
wananifikia aje haraka. Unanifikia haraka kwani unakimbia?
Kazi mzuri hiyo. kwa ibada na mkononi mwako. Utaisingina utaibariki katika jina letu tumeomba. Kuna ile bagi nilikuwa nayo acha nitafuta alafu. Watoto kujeni hapa mbele, watoto. Kuja. Kila mtu aingie ndani. Nataka nimpange. Pastor kuja mbele, pastor. Kila mtu akae kwa kiti nicho nani ana. Kaeni chini tuone. Vitu vingine ndio hizi. Hadi watu wakae chini. Alafu sasa tupate mwelekeo wa siku ya leo. Mmoja apate nafasi. Vijana pangeni, vijana wakamkunji, pangeni hao watu. Naona hizi vitu hatina watu hizi zenye kwa hapo, mali nataka hapo. Wachungaji piteni hivi. Kila mtu akae tuone, wanataka kutakasa ibada.
Weke. Niangalie hizi viti ziko na watu wa namna gani? Alafu ufunge mlango, wala uko nje, wako nje, wala uko ndani, wakae ndani. Kuna mama assembly apita mbele. Mchungaji. Watu walio nje watoke nje. Unajua tunakutana na masaa kwa sababu ya mvua. Na mtawaje kama kifo cha tangaza mkienda. Viti ni mingi sana hazina wakaliaji. Tunaona watoto ni wazuri sana. Hata ndio Yesu alisema mwaje watoto wakuje kwa kwangu. Mtoto amekuwa tu ndakaa chini, unaona sasa. Wanajua. Ni mundu mkonga kusumbula sasa. Ai. Mbona hizi viti? Nauliza hawa watoto wame. Wewe. Ken. Hizo viti ingizeni pale. Kuna zingine hapa. Tafadhali tutoke kwa mlango. Tafadhali tutoke nje. Toto la kama mwana ini shitambaye wamule matu mpana parapo. Hey. Ni mingi sana. Zingine hazina wafuka. Nani? Karani asembo. Unaona hizi viti? Tikuja bali kwangu hii assembly hii. Hii kitu inachukuliwa sindikiza ibada. Unaona hizi viti vitu. Kurudi na wale ambao walikuwa hizo vitu watoto wamekalia. Tikuja mahali umesimama hapa. Tuende kwa program direct. Hii inachukuliwa. Ukilazimisha mtu kuingia kwa kanisa na alitoka nyumbani akisema anaenda kwa kanisa na wote. Fanya enda kwa program tuende mbele. Asante nani kama wewe lazimisha mtu kama ako nje na alikuja kwa ibada, wacha kae nje mwenyewe atakileta tu kama alikuwa anaacha na ibada. Enda kwa program karaji. Hapo sasa. Kuna vitu vingine ambayo inafaa ukiona umepata sana na unapata roho nyingine tofauti ambayo haikukuleta kwa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na bado Bwana Yesu asifiwe. Nani? Nafikiria akiwa nje nataka kutakasa ibada. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sitaki kutakasa ibada utoke na kitu ndani mwa ibada. Amen. 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 Endelea ninazidi kutembea, maombi yasikia. Ewe Bwana unipandishe, ewe Bwana uninue kwa imani, nisimame nipande milima yote. Ewe Bwana unipandishe, nataka nipandishwe juu zaidi ya yale mawingu, nitaomba nifikishe. Ewe Bwana unipandishe, ewe Bwana uninue kwa imani, nisimame nipande milima yote. Ewe Bwana unipandishe. Basama siku shetani mulisomera. Asante Yesu. Yana singine hakati baada chifu kasisi. Munga mundu mweno mulisomera. Mundu wa mahe, mundu w'igisoni. Mundu yatama nabi kanira mulisomera mulao. Mundu mukunga mulisomera mudindi. Mukunga mulao. Mundu wa mahinga. Mundu w'imisambo. Mundu wa majini. Akatana baba. Msingi ya bure. Msingi ya majini. Mkipiganda. Akatana. Isi bwana. Akatana baba.
kufika, nitangulie Bwana, ninatamani kufika mbele, nitangulie Bwana, ninatamani kufika, nitangulie Bwana, ninatamani kufika mbele, safari ni ndefu sana, ninatamani kufika, nitangulie Bwana, ninatamani kufika mbele, mimi na nyumba yangu, ninatamani kufika, nitangulie Bwana, ninatamani kufika mbele, tutangulie Bwana, ninatamani kufika, nitangulie Bwana, ninatamani kufika mbele, tutangulie Bwana, ninatamani kufika, tutangulie Bwana, ninatamani kufika. Nataka nisome maandiko matakatifu, na kabla sijasoma maandiko matakatifu ningependa kukuomba ndugu yangu, dada yangu ambaye umekuja kwenye ibada hii, usitoke kabla ibada ijaisha, maana ibada hii tumeiweka live, watu wanatuona wakiwa mbali. Kwa hivyo nahitaji ya kwamba tukae hapa, na tuko hapa kwa lisali 1:30, alafu ibada itakuwa imeisha. Nataka nisome maandiko matakatifu kutoka katika kitabu cha Titus, Tito 1 mstari wa 15. Biblia inasema vitu vyote ni safi kwa walio safi, lakini hakuna kile chochote safi kwa walio najisi wasioamini, bali akili zao zimekuwa najisi na nia zao pia. Bwana abariki andiko. Amen. Neno hili, huyu ni mchungaji wa kanisa la Krete, jina lake ni Tito. Paulo alimuacha Krete ili ya kwamba Tito aweze kumaliza na kuimarisha yale yaliyosalia. Anasema ya kwamba vitu vyote safi ni kwa wale walioamini, wale waliookoka, na lakini hakuna kilicho safi kwa wale wasioamini, maana akili zao zimekuwa najisi. Bwana Yesu abariki andiko. Amen. Mtano semeni haleluya. Neno la Mungu linasema ya kwamba vitu vilivyo safi ni kwa nyinyi ambao wameokoka. Mke wako utaoa mke aliye msafi, utakuwa na mali iliyo safi, utakuwa na vitu vilivyo safi kwa sababu umeokoka. Kwa hivyo vitu vyote vilivyo vizuri ni vyako wewe, mtumishi wa Mungu, wewe mtu wa Mungu ambaye uliokoka. Tuombe. Baba wetu aliye mbinguni, tunakuinua kwa sana wakati huu. Baba wangu, umetuongoza, tumekuwa barabarani na umefika kanisani, tunasema ni asante. Imekuwa kwa ajili ya uwezo wako Jehova. Tazama tuko hapa kwa ibada ya kwanza kwa mwaka, ibada ambayo ni ya region. Tunaiweka mikononi mwako. Yesu, ilinde, ibariki, maana unaweza. Simama na kila mmoja, maana wewe ni Mungu. Nguvu za shetani Yesu toa. Baba wangu, ibada hii mikononi mwako. Bariki mama huyu, bariki kijana huyo. Ibada hii upate kuilinda. Kwa jina la Yesu naomba atakuamini. Amen. Tupate nyimbo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Horere, horere, mangana, malae, mterero. Yes.
Abame toba yanze mudinyeya Munanyarika kusumba Baba mukore bize jumami Baba mulanjora makanige Isara kujisi kurakona busi Nabuza kurakiro Alakina nukudina kumizi jite Mulanjora imamoyo Otava basotwa na setani Mulane kuranda raileso Eno jangiso uroho Sigaro de kubabasha Edina bujisi kurakona busi Nabuza kurakiro Ala ekudina kumizi jite Mulanjora imamoyo Komenitara Elisoyo makana kaya nemuso Samobara niso Yobo marinara Elisoyo makana kanya nemuso Samobara niso Esule nime akosamira Kaka Esule nime akotaniku Kaka Esule alakana kuta Esule alakana kuta Utama basotana setani Ulake kulanda wayoso Ekulu jakisa moroho Zivano meku babasha Baba ujisi kurakona bosi Nabusa kurakiro mata Ukujinya kumirizi jite Kurakora imamoyo Samikono basabanga Hallelujah, samikono basabanga Kama samikono basabanga Kama samikono basabanga Yesu samikono basabanga Kama samikono basabanga Yesu samikono basabanga Kama samikono basabanga Yesu samikono basabanga Baba samikono basabanga Yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes,
waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Nisaraja kwa sana, waka hivi. 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 Nisaraja kwa sana, tafuta nafasi. Ana marafiki zangu nawajua sana. Hatuko mission wao anatutumbuiza mbaya sana. Wewe uko ranga saa hii. Kama la saa itawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tafuta nafasi. Sababu ngoma msongesha kidogo. Bako baba na humma kwa wani basuba kuli tenu muliro na mtoto anaitwa Mona ako hapa, msichana wa miaka 3. Mona ako wapi? Huyu unaitwa nani? Anaitwa Mona. Mona ako haya. Mona ni nani? Sijawa. 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 Bwana Yesu asifiwe. Masaa imeenda sana. Masaa imeenda sana. Kwa hivyo nimesimama kwa kipindi ya sadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo nimeona mara ya kwanza vijana wanapiga ngoma mpaka wanawaja tu chini wakiendanga. Wachele mtachika kwa wana mapema. Bali yako bikura. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tuliingia nimeona tu ikitupwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kamkunji abushi mama asebu. Kamkunji abushi mama ajema. Kamkunji abushi. Ndio baba yeye hapo kulipa chelewa baba mlojira mwase buli mloko kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka ya Mungu bali mwase sio? Anakunya kule mkutuko. Ama mnaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio mezani.